So wakati unaendelea kumarinate, umesema wewe ni content creator. So tungependa kujua kwa ufupi tu ilikuwaje hadi ukaingia kwenye content creation. Okay. Kwanza mwanzoni mimi nilikuwa msanii wa kuimba. Mwaka gani huo? Mwaka 2015. Nilikuwa mdogo. Kwa hiyo kwenye kuimba nikaimba, lakini njia zikawa ngumu sana. Kwa hiyo nikutanaga na msanii wa Bongo Movie anaitwa Duma. Tulikuwa tunafanya mazoezi sehemu moja ya kuigiza ya gym. Okay. Nikamwomba kwa mara nataka unisupport kwenye muziki. Kwa akasema mimi bwana kwenye sanaa ya muziki sina nini? Sina uwezo wa kusupport. Lakini nakuona kwenye movie unaweza kufanya nini? Ukafanya kitu. Kwa hiyo njoo ofisini kwangu. Nikaenda ofisini kwake, akanipa kijana wake mmoja hivi. So safari yangu ikaanzia hapo. Okay. Nikatoka kwenye kuimba nikaenda kwenye kufanyaje? Kwenye kuigiza. Sasa nilipoenda kwenye kuigiza tena nikaona kufanya movie, mnafanya movie watu wengi. Watu wanaonekana kwenye kapati kadogo. Kwa hiyo unakuwa ni ngumu sana kuonekana. Ni ngumu kuonekana. Kwa from there nikakutana kwenye movie hayo, nikakutanaga na Mwanya yule Mwanya. Kwa kukutana na Mwanya akaniambia bwana huko unaweza ukafanya. Kwa hiyo nikaanzia hapo content creation sasa. Nikaanza kufanya na Mwanya. Baadaye nikaanza kufanya mwenyewe sasa, kusimama mwenyewe. Okay. Yeah. Specifically unajikita kwenye content za aina gani? Mimi nafanya maisha halisi kabisa. Kwa mfano niko nafanya na Suzi. Suzi nani? Suzi. Okay. Yeah. Kwa hiyo sisi tunafanya maisha kabisa, ni hatuchekeshi kwamba yule sio mmevaa hivi mara mwingine ni comedian lakini. Ni serious comedy. Okay. Kwamba umefanya story ndio itamchekesha mtu. Okay. Kama mtu na mkewe, ile lifestyle yao wanaoishi pale, watu wanaenjoy. Sawa. Yeah. Hapa tayari. Kwa hiyo niweke mafuta. Mafuta kaka. Kidogo kauke. Kwa kaanza mwaka gani ulianza specific content creation? I think first ni miaka mingi. Okay. Na umejikita kwenye social media zote au kuna social media ambayo unapendelea sana? Zote, lakini TikTok sana. Kwa nini content creators siku hizi wanapenda sana TikTok ukiachana na mitandao mingine ya kijamii ambayo ipo? TikTok ni kama uwanja huru. Yaani hauhitaji mtu akushike mkono. Ni kazi yako tu ndio itakupeleka. Yaani watu wa kule sio wabaguzi kwamba sio ni nani kitu kikiwa kizuri watakipenda hata mtu mkubwa akifanya. Kama wewe ni msanii mkubwa unafanya kitu ambacho sio kizuri, hakiwezi kwenda. Kama ni haufahamiki na mtu yote anayefanya kitu kizuri kinaenda. Kwa hiyo wao wanaangalia umeleta bidhaa gani. Okay. Nilikuwa nauliza kuhusu content creation na unahisi kwa nini inakuwa ina ukubwa sana sasa hivi tofauti na zamani? Kwa sasa vijana naona asilimia kubwa wanafanya content creation na wanafanikiwa kupitia hiyo content. Unahisi ni kwa nini? Kama nilivyokuambia ni kazi. Kwa hiyo vijana wengi ambao wana talent na hawana labda makundi, wanafanya wenyewe tu na mambo yao yanaenda, wanapata matangazo, wanapata nini, maisha yanaenda. Kwa hiyo ilikuwa ni sehemu ambayo watu wanajiajiri wenyewe. Ni ajira binafsi. Na unahisi kwamba haifanyi mtu akalemaa kama vijana kufanya kazi nyingine ambazo, kwa sababu sasa hivi asilimia kubwa ya vijana kumaliza chuo wanafungua account ya TikTok, wanafanya challenges. Kuna ambao wanafanikiwa, kuna ambao hawafanikiwi. Haoni kama inawashusha kwenye fikra ya kujiajiri kwa namna nyingine au kuajiriwa kwa namna nyingine ili kuweza kuongeza kipato chao na kufanya mazingira yao, maisha yao kawa rahisi zaidi? Hiyo tayari ni ajira. Hata biashara, watu wote wanafanya biashara labda kuuza chakula. Lakini wanaopata ni wachache. Sasa hao ambao hawajapata kupitia biashara wao sema waache kwa wakae tu wanajisemea hapa. Ni kazi. Kwa hiyo leo umefanya, hujafanikiwa, inakuwa mbunifu, ufanye vizuri zaidi ili ufanikiwe. Utakapopata pesa huko kupitia hiyo kazi yako na hiyo
ya maamuzi ya mtandao, unaweza kufanya biashara nyingine kupitia hiyo kazi. Kwa hiyo ni kama tuseme mlango wa kufungua opportunities nyingi. Mpaka sasa wewe content creation imekutoa kwenye level gani ya mafanikio ya maisha yako? Mimi nilikuwa nakaa nyumbani. Sasa hivi nimepanga. Nalipa kodi mwenyewe, kula kwangu, kuvaa. Naelewa bwana. Kwa kuna kumhudumia mpenzi wangu. Kwa maisha ya kawaida yote yanaendeshwa na hiyo. Kwa unalipwa na ni kutokana na matangazo au ni namna, yani kuna namna gani unapata hela? Kwa sababu kuna mtu anataka kufanya content lakini haelewi atapata wapi hela kupitia hizo content zake. Kwa mfano TikTok kuna zile gift zile. Ukiingia live watu wanaopenda kazi zako wanakuja pale na kugift. Kwa hiyo inakuwa rahisi. Unapata pesa. Na Facebook nowadays wanalipa. Ukifanya kupandisha na nini kutokana na viewers vyako unalipa. Kwa hiyo kuna njia nyingi za kupata pesa. Content creation asilimia kubwa mtu anataka kuanza anahitaji labda tuseme mtaji wa namna gani? Labda simu nzuri. Ni kitu gani ambacho kinafanya mtu aweze kupata content nzuri na kuanza kufanya content creation? Kwanza kipaji. Kipaji? Lazima uwe na kipaji. Kama cha vipi yani? Cha kuigiza, kipaji cha kufanya nini? Cha hicho ninachotaka kufanya kwa sababu hata kutangaza, kufanya hizo na nyingine ni content. Yani kipaji cha hiyo content, main content yako. Kwa mfano kama wao kuchekesha au unafurahi cha kuchekesha. Okay, cha pili? Cha pili uwe tayari kufanya. Okay. Alafu cha tatu sasa ndio hizo uwe na vitendea kazi ambavyo ni rahisi. Sehemu yote zinapatikana. Ukiamua kupata kamera, simu zinapatikana hivyo. Kwa hivyo hiyo sio muhimu sana. Utakuwa na kipaji, ukawa na utayari wa kufanya, basi vitu vingine ni rahisi kupatikana. Kwaje dukani? Ulichukua tu simu ukaweka ukaanza kuongea au no. Tayari kama nilivyokuambia nilikuwa kwenye ulimwengu. Tayari nilikuwa naimba na vitu kama hivyo. Kwa hiyo nilikuwa tayari na idea. Hata tulipokuwa tunafanya na kina Mwanya, tulikuwa tuko location tunafanya, natoa idea. Watufanye hivi na hivi na hivi. Kwa naona kuna kitu. Unaweza kufanya zaidi wewe. Kwa hiyo nikaanzia hapo. Sababu ukiwa unaigiza hizi movies unafanya nini? Ni kitu kile kile. Sema unakuwa sasa kwamba hii inajitegemea mwenyewe. Hakuna director, kwamba nitatengeneza mwenyewe, nitaedit mwenyewe, nitapanga inakuaje, nitafuta cameraman wangu wa shoot, kwa hiyo kuna kamzigo fulani unakuwa nako. Ndio maana kwa creator wengi wana akili sana. Au wengine unakuwa unafanywa mtu kaandikiwa script hivi, afanye nini? Anasetiwa kaa hapo umefanya hivi, hapo sio rudia, lakini wewe ni wewe mwenyewe. Kwa hiyo ukivurunda umevurunda mwenyewe. Ukifanya vizuri unafanya vizuri. Kwa hiyo unajisimamia mwenyewe. Najua wakati unakuwa wewe ulikuwa hautaki kuwa, yaani sio ulikuwa hutaki, ulikuwa hauna plan ya kuwa content creator. Plan yako ilikuwa ni kuwa nani? Mimi siko nje na kile ambacho nafanya. Nilikuwa naamini kwamba kwenye tafanya lazima nitapata nafasi. Nifanye. Yaani ilikuwa lazima kwamba hata kama itakuwa lakini kuna kitu lazima kitapatikana hapo. Ndio maana usiku kutoka huko kwenda huko ilikuwa rahisi. Kwa target yako ilikuwa ni entertainment. Ulikuwa bado haujajua ni part gani entertainment wapi napigaje hapo. Nimeona kuna sehemu wanafundisha baadhi ya content creator ambao wamefanikiwa kwa namna moja kupitia content creation. Wanafungua zile classes, online classes za kuelekeza watu kufanya content. Unahisi zina umuhimu au unahisi ni njia tu ya kufanya mafanikio? Kitu chochote kitaonyesha mafanikio kwa watu wanapokea sana. Bwana hapa fanya hivi, fanya hivi. Mimi naamini tu kwamba ukisha kuelekezwa sawa, lakini kumwelekeza mtu mwenye kitu ni rahisi. Kumwelekeza mtu ambaye hana kitu kabisa. Kwa hiyo hao wanaoelekeza is okay kama anakuelekeza kwamba fanya hivi. Lakini kwenye content creation kuna zile sectors za lifestyle. Mtu anakuwa sio lazima aongee, anakuwa anaonyesha labda tuseme routine yake ya kila siku, labda ataamka, atajiandaa, atafanya hivi. Anachukua tu zile parts ambazo ni za muhimu. Kama kuamka kwenda kujiandaa, sijui kwenda kazini. Hivyo havihitaji
wewe umejifunza sijui na elimu, kwa sababu ni vitu ambavyo unaifanya activities kila siku, ni kuvichukua tu video, kuvi-edit, kuvi-share kwenye social media. Tayari hapo kuna vitu vinahitajika hapo, kuna content inatakiwa hapo ndani. Hapo kuamka inabidi kuwe na mtu ambaye anakushuti. Kwa tayari hapo kuna energy unaitumia hapo. Kuna mtu mbele ya kamera anaweza hawezi kabisa kuongea. Wakati mbele ya kamera anakuwa hawezi kuongea. Kwa mpaka inafikia hapo unafanya hivyo vitu ni tayari una ule wito. Kuna mtu akitoka tu akienda sehemu kula lazima apige nini? Picha. Kitu kingine hakiki kabisa ni hakiki. Akumbuke hata. Ndio simkwani hivi ndio afikiria vipi. Kwa hiyo ukiona mpaka mtu anaanza kufanya vitu tayari ana mapenzi na content creation. So, malengo yako ina content creation ni nini? Yani what's your plan apart from content kutoka hapo? Okay. Baadaye nilikuwa na kampuni yangu. Okay. Na kampuni yangu niweze kutengeneza movie. Okay. Target yako ni kuingia kwenye sekta ya movie. Yeah. Okay. Sekta ya movie kutengeneza kwa maarufu mbalimbali. Kwa kampuni yangu tajiri na vitu vingi. Okay. Yeah. Unahisi asilimia kubwa ya content creators wanakosea nini? Wanakosea kwenye kuona kwamba wanaweza kufanya kila kitu wao wenyewe. Kwa kumaanisha yani hawahitaji management. Yani mtu ambaye anawasimamia. Yani wanaamini kwamba bado ni wadogo. Kwa hiyo wao wanaamini kwamba kila kitu wanaweza kufanya wenyewe. Yani mtu kashakuwa mkubwa lakini anaamini bado ni mdogo. Mtu ana wafuasi milioni 1. Lakini bado akiitiwa dili anaenda yeye mwenyewe. So anahitaji mtu ambaye anaweza akawasaidia kusimamia upande wa biashara zaidi. Kwa unakuta hawana elimu za kibiashara. Wanajua tu content creation lakini outside of content creation inakuwa ni changamoto. Unakuta mtu anaitwa labda kwenye hoteli akafanya tangazo. Anafika pale, yani hata hawajaanza kupatana, ashapiga picha, akaweka status. Hajaelewana, hajafanya nini, ameshatoa labda kinywaji. Kwa baadaye anaanza ndio kingazi anaanza kusema wewe ni familia, hii ni kitu hata laki. Sasa inakuwa na changamoto. Changamoto inakuwa kwenye upande wenu wengine ambao mnaenda mtapata labda kazi na hiyo kampuni. Kisha kwenda sehemu nafika pale ndio bwana sasa tunafanyaje hapa? Ndio bwana hapa tutalifanya tangazo labda kwa wiki. Kwa wiki nataka unipe $600,000. Yaani alicheka. Sasa unachanganya kama amekuja fulani hapa. Anataka $30,000 pia nauli. Mungu wangu. Kwa kala basi. Hadi atoa samaki. Mkubwa yani ni mkubwa ni mkubwa ni content mkubwa sana. Kwa inakuwa ni changamoto. Punguza moto kidogo. Kwa changamoto inakuwa ni wapi? Okay. Wanakuwa kama hawajielewi. Wanakuwa kama wanashusha ile hawajui tayari washakuwa wakubwa. Wanakuwa hawajui au wanakuwa hawajui elimu ya biashara, jinsi ya kukaa chini na kuongea na kampuni na kubargain. Lakini huwezi kufanya kila kitu mwenyewe. Kuacha ubinafsi na ujuaji kwamba ule na mwingine. Yaani lazima tu lazima ukubali kuwa na watu wengine. Kwa bwana utajui kwa mambo utanimanage. Kwenye mambo mengine lakini biashara, kuna mtu anataka kuonana na mimi. Wewe ndio patana naye. Kwa hiyo manager anakuambia umeenda hivi vitu fanye, usifanye. Lakini turudi kwenye maisha yako na kazi yako ambazo unazifanya. Asilimia kubwa ya content creator ambao wanaanza wote wanakimbilia kuwa comedians. Nataka kujua tofauti ya content creator na comedian. Unajua hasa sisi wa Tanzania tunachanganya sana hicho kitu. Lakini ile ubunifu kwenye kwanza hiyo comedy yenyewe imejigawa. Kuna serious comedy na wale ma comedy wala kwamba kama cartoon kimuona tu unajua kusahau comedy. Alafu na hawa wanatengeneza tu nini? Maudhui tu ya comedy. Mwingine anafanya tu challenge anacheza anafanya nini. Haihusiani na comedy. Haihusiani na comedy. Lakini sasa ukiwachukua kuwaweka kwenye
kikapu kimoja, yani kama unataka sasa watengenezee labda mfumo wa kufanya kazi, wamewekwa kwa pamoja. Ndio maana hata hawa content creator wanaanza kujiita nini? Ma-comedy. Okay. Sisi comedy tuko kwenye bodi ya filamu. Sisi ni bongo movie. Hiko kwenye bongo movie tunaweka katika comedy. Okay. Kwa sisi huwezi kutofautisha, yani sisi tuko kwenye pale. Sasa kwenye hapo sasa wakazaliwa na hawa wengine. Okay. Ni kama bongo movie inajiita comedy. Hajakosea sana, lakini ni mwigizaji ambaye anafanya maudhui ya kuchekesha. Okay, that's nice. Na kwenye upande wa tuzo za niliona tuzo zilifanyika za comedy, lakini sikuona jina lako pale. Kwa upande wako wewe ni unaona bado hukua kwenye ile level ya kufika nafasi ya kuweka katika kinyang'anyiro cha tuzo, au labda huwa kuna comedians ambao walikuwa wamezidi uwezo wako, au sababu zilikuwa ni nini unahisi kwa upande wako? Sisemeje, lakini nafikiri ile tu kusema tuzo za comedy ile tu ilikuwa kosa. Kwa nini? Yeah. Kwa upande gani? Yani, tuzo za comedy ni kama uende kwenye Bongo Flava useme tuzo za R&B. Yani huwezi kutengenezea R&B tuzo zake. Ni kama sasa R&B unaitoa kwenye nini? Kwenye huu ulimwengu wananiliu wa entertainment na nini. Yani kama tulichukuliwa mkaeka pembeni, tukadogoshwa, afu watu wakafanya kama wanatusaidia, kumbe wanatuua. Ule hauko msaada. Ila kwa macho ya haraka unaweza kuona tumesaidiwa. Kwa sababu wamekuja tu kwanza baada ya sisi kujiweza sana. Comedy imeshika hata inaenda, vitu vinaenda. Wakaona tupatie pesa, yani kama watu walikuja kupatia pesa pale. Na sisi hatukufaidika na chochote. Ndio maana walihusishwa watu wachache. Baadhi. Hata kwenye ile tukio kiangalia kilichofanyika yani kitu ambacho kilikuwa kizuri siku ile, ni Mheshimiwa Rais kuwepo pale. Kwa jua wachekeshaji aliitwa, yani aliitikia wito. Lakini kile kingine kilichoendelea pale, kwa sababu shughuli ni ya comedian. Lakini comedian ni wachache kuliko wageni wale walipo. Yani kama tuandae swala la mpira, alafu wachekeshaji wengi kuliko kwenye mpira wenyewe. Yani ilikuwa kama walichukuliwa. Kwani ile ilikuwa ni invite zone. Ilikuwa ni waalikwa tu. Waalikwa tu, yani hao comedian wakuwa wachache, wale ambao fika mbali sana. Wale ambao wameambiwa kwamba sasa nyinyi ndio mtakuwepo kwenye hiyo. Mnang'ang'ania hiki na watu fulani. Na ukiwaangalia ni watu fulani wa mtu fulani. Yani watu fulani kama familia. Kwa hiyo mtu mwingine kutokuwepo pale sio kwa sababu ni mdogo au kwa sababu ni mkubwa, ni kwa sababu ni mshikaji wake labda fulani na vitu kama. Kwa hiyo sikuumia kutokuwepo pale, kwa sababu hata ningeambiwa nisingeenda, kwa sababu sikuona mantiki ya kuandaa tuzo za comedy. Okay. Nitakiwa kuizo tuzo zinazofanyika za movie na nini. Tengenezwa kwa bana, kuna tuzo ya mchekeshaji bora wa mwaka. Akitokea tunajua huyu ndio mwamba wetu. Okay. Lakini tuzo ya mchekeshaji bora sio wa kiume, wanachukua watu watatu. Si huyu wa hivi, si wa hivi. Sasa kwa nini maana sasa ni hao? Okay. Sawa. Na kwa upande wa ufanyaji kazi wako, ulikuwa unafanya kazi na Hakika Ruben. Basi sasa hivi tunakuona hauko naye. Kuna sababu za msingi ambazo zimewatenganisha, na ni sababu gani? Nafikiri kwamba unapofanya kazi na mtu ukiwa bado kama anakusupport, yani bado hujafikia kwenye level, yani yeye amepiga hatua, afu ina maana unategemea kwamba afanyeje akusogeze ufike sehemu fulani. Kwa nafasi yake alifanya, hajanisogeza kwa nafasi yake, namshukuru alinisogeza tukafika sehemu fulani. Kwa mnapofika sehemu fulani, kuna baadhi ya vitu mnakuwa kama unafanyaje, yani huna cha kumwambia mwenzako sasa kipi, unajua kama discipline. Kwa hiyo inabakia sasa hakulei tena, unajikuta wewe na bosi wako mnaanza kushindana. Kwa kishakuwa hivyo sasa inakuwa tena inabidi mpeane kidogo, kwamba bwana sikiliza, mimi naona sasa wewe ulipofikia unaweza sasa ukatoka hapa ukaenda kwenye kipindi cha mapishi ukafanya interview. Sasa bwana hembu nenda kwanza ukiwa na sintofahamu huko, bwana unahitaji msaada na wewe na mimi kitaba tushine. Kwa hiyo ilikuwa kwa njia hiyo.
Yani yeye alifanya part yake, baadaye akakwambia sasa ni muda wewe kuendelea kujiendeleza. Okay. Na kwenye upande wa comedian, sasa hivi comedy inakuwa sana. Unahisi unaendana sawa na ukuaji wa comedian au unahisi kuna sehemu yani aidha uko nyuma au mbele au katikati, yani uko sawa na comedy inavyoenda au bado uko nyuma? Comedian nipo pale. Mimi niko hapo. Kwenda sawa, naenda sawa nayo. Lakini kufika ambako ninakotaka kufika kwenye comedy bado sijafika. Naweza kusema niko kwenye hatua za kuelekea nako nenda, yani niko safarini. Okay. Yeah. Swali la mwisho kabisa tufunge kipindi chetu cha leo. Asilimia kubwa ya comedians au content creators wakifanya content zao wakiwashirikisha labda mtoto wa kiume na wa kike, mostly huwa ataenda kwenye mahusiano. Wanaishia tu kuwa kwenye hata kama hayatadumu, lakini watajikuta tu hapo kwenye mahusiano. Unahisi sababu zitakuwa ni zipi? Unahisi watu wanashindwa kutofautisha kazi labda na maisha ya kawaida au kuna sababu gani? Kwanza, unajua mwanamke anapenda kujaliwa. Unapofanya kazi na mtoto wake vile lazima umjali yule mwenye kwenye ile awe kwenye mood ya kushuti. Kwa vile labda unampigia simu, mami tunafika saa fulani, kufanya basi hivyo. Si niko hivi, usijali mama. Kwa anaanza kuona kwamba kuna kama mshikaji anajali sana, kama mshikaji huyu anafaa. Anaanza labda kukompea na bwana wake kwa ajili kumpigia simu tangia asubuhi mpaka jioni, na karata anafaa. Kitu kingine pia ule ukaribu kwa kila saa wote, mara mmeshuti kwa ndani, kwa namna mnaangaliana. Kuna jamaa kama anaangalia vizuri au wewe unaweza kuona kama anaangalia vizuri, kumbe ni kazi tu. Lakini kusema kwamba upendo hapana, ndio maana hayafiki mbali. Wanaenda baadaye zile tamaa tu, kuna kwamba huyu yuko hivi, baadaye sio kitu halisi. Mimi sijawahi, Suzi sijawahi hata kutamani. Fanya tu kazi. Na kwanza mkishakuwa kwenye mahusiano, hata kazi haitaenda mbele. Kuna siku utakuwa amenuna. Mnyana amekuja tu mtu hivyo muangalia vizuri, anakwambia mbona kama umemtamani. Kwa ni boundaries tu, yani mazingira yafanye matoka mtu mwekeane. Kwamba wewe tunafanya kazi. Na mkishatoka kwenye kazi msianze kutafutana. Tutende tukale. Hamwendi kushuti. Njoo kwangu, sifanye hivi. Afu pia hata mashabiki wanachangia. Ndio mnaofanya mnaendana nyinyi mnaendana. Ni kweli. Fanyeni kweli bwana. Sisi watu walikuwa wanasema kabisa, Suzi bwana hivyo, hata sometimes kiingia live usiku. Suzi uko wapi? Wanaamini naishi naye. Okay. Usipotumia akili na nyinyi mnaanza kuanza kuangalia. Tunasema kweli. Au inawezekana. Mnaangaliana kwa jicho. Au inawezekana bwana vipi? Au labda ile mnashuti kuna content imeenda. Labda bwana yake amezingua. Hii siku hivi na mimi labda nakuja kumalizia. Hata mfano wangu kasema hivi. Hii hao wanachukuliaje? Sisi wenyewe tufanye. Kwa tufanye hivyo. Kwa tufanya kweli ujue. Kama naweza kukushauriana hivyo. Bwana kama vipi? Wewe waache tu. Kwa mkishaanza kusema hivyo basi tayari